الحمد لله الحي القيوم العزيز الغفار مكور الليل على النهار. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على جزيل نعمه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في المحكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا له. وأشهد أن سيدنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتابع تابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقد فاز المتقون. وإن الله سبحانه وتعالى بين ذلك فقال: إن للمتقين مفازا. أيها الناس، اتقوا ربكم واعملوا صالحا إنه بما تعملون بصير. ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, natanguliza shukrani za dhati kwake Allah subhanahu wa ta'ala aliyeniwafikisha mimi na nyinyi kukutana katika nyumba yake ndani ya siku tukufu yaum al-Jum'a, ili tukumbushane machache katika mengi ambayo Allah ametuelekeza. Na leo ndugu zangu katika imani, kutokana na waqi ya ulimwengu wetu, nimeonelea tukumbushane katika masala adhima, wa huwa tahrimu al-maisir. Tutazungumzia uharamu wa kamari. Kwa nini uharamu wa kamari? Ni kwa sababu dunia yetu tulionayo hivi sasa ni dunia ambayo haichagui katika kujipatia kipato kilicho halali na kilicho haramu. Na katika hali nzima ya uchumaji mali, mtu haangalii Allah na mtume wake wanasemaje, bali anaangalia ni njia gani nyepesi kwake kupata mali au chumo. Sasa sisi Waislamu tuna mwongozo utokao kwa Allah tabaraka wa taala. Hivyo kwa muktadha huu nikaona tukumbushane ndani ya kipindi hiki kifupi cha hutuba maudhui hii muhimu sana katika ulimwengu wa dunia ya leo. Na hii inathibiti kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi alhadithi sahih. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam: yati ala an-nas zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha min al-mali ahalali au haram. Hadithi hii anatuambia sahaba wa Mtume sallallahu alayhi Abu Hurairah radhiallahu anhu ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema zitafika zama, kuna watu zitawafikia zama hizo zitakapofika, la yubali al-mar'u bima akhadha min al-mali, mtu hatojali kila ambacho anachokichukua kwenye mali, ahalali au haramu, ni cha halali au ni cha haramu. Zama hizo alizoonyeshwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio zama tulizonazo hivi sasa. Yaani mwanadamu anaamka asubuhi, himma yake kubwa ni apate kipato bila kujali hiki kipato ninachokipata chumo lake ni la halali au ni la haramu, sheria ya dini yangu imeniruhusu au haijaniruhusu. Sasa miongoni kwa mambo ambayo yameonekana ndiyo njia kubwa leo ya kuingiza kipato cha mwanadamu ni kamari. Kwa hiyo imekuwa ni common, kitu cha kawaida katika jamii yetu, na masikitiko makubwa Waislamu ndio wengi wameingia kwa wengi katika mfumo huo. Toka asubuhi mpaka usiku mtu anahangaika katika aina mbalimbali za kamari ili apate utajiri, ili apate kipato cha kuendeshea maisha yake. Ittaqullaha ayuha nas, enyi watu mcheni Allah. Riziki ya haramu ni riziki ina madhara makubwa sana, kama nusus za sheria zilivyokuja kubainisha. Ndugu zangu katika imani, kwanza kabisa
tumwangalie Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyopokea Muslim katika sahihi yake kutoka kwa sahaba mtukufu Abu Huraira radhiallahu anhu. Abu Huraira amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah ni tayyib. Tayyib maana yake nini? Allah ametakasika na kila aina ya mapungufu na kila aina ya sifa ambazo hazilaikiani na utukufu wake, na ametakasika na kila aina ya mapungufu. La yaqbalu illa tayyiba. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala hakubali katika matendo ya mwanadamu ila yale ambayo ni tayyiba, yaliyo mazuri, na tayyib ma umila hasaba shari'atihi, yale matendo yaliyofanywa kwa mujibu wa sheria ya Allah tabaraka wa taala. Kwa Allah hakubali katika matendo ya mwanadamu ila yale yaliyo tayyib, yaliyosafika yakatakasika. Wa hadha yashmalu al-ibadat wal muamalat. Tayyib inakusanya mambo yote katika ibada na mambo yote katika miamalat. Yani Allah subhanahu wa ta'ala hapokei ibada ya mtu ambayo ndani yake haijatakaswa, ibada iliyofanywa katika misingi ambayo hajaifundisha, kama shirki, riya, sum'a na nyinginezo. Allah ametakasika na ibada hizi, hazipokei. Vile vile fil muamalat, na Allah hapokei matendo ya mja au yale miamala anayoifanya katika maisha yake ya kila siku, muda wa kuwa miamala hiyo imefanywa bila kuzingatia utaratibu na misingi ya dini yake. Kwa Allah hapokei wala hakubali kitu hicho. Hii inatufahamisha kuwa yeyote anayechuma mali katika muamalat kisha mali hiyo akawa anaipeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama zaka au sadaka na amali nyinginezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, hapokei zaka hiyo iliyochumwa nje ya misingi ya pato la halali. Hapokei sadaka iliyochumwa nje ya misingi ya pato la halali. Hapokei amali yoyote iliyofanywa nje ya misingi na utaratibu wa sheria yake. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha waumini wote kama alivyowaamrisha mitume wake. Faqala ta'ala, ya ayuha ar-rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Allah amewaambia mitume kwa kuwaamrisha, enyi mitume, kulu min at-tayyibati, kuleni katika vilivyo halali, wa'malu salihan, na mtende matendo mema. Hii ni amri alielekeza kwa mitume wake, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea kutukumbusha kuwa vile vile amewaamrisha Waislamu kwa amri kama alivyowaamrisha mitume wake. Akasema Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru la. Enyi wale walioamini, kuleni min tayyibati ma razaqnakum, ay min alhalali, kuleni katika vilivyo halali miongoni mwa vile tulivyowaruzukuni. Baada ya kula, washkuru la, mshkuruni, pelekeni shukurani za riziki hizo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Washukuru maanahu imtithalu al-awamir wa ijtinabu an-nawahi, kupeleka shukurani zetu za dhati kwa yale Allah subhanahu wa ta'ala anayotutendea katika maisha yetu ya kila siku, ni sisi kutekeleza maamrisho yake na kuacha makatazo yake. Hii ndio ablagu shukr bil-insan. Mwanadamu anamshukuru Mola wake kwa kutekeleza yale ambayo ameamrishwa na Mola wake na kuacha aliyokatazwa. Sasa kwa muktadha huu tunarejea katika maudhui yetu, kama nilivyotanguliza ya kuwa tutazungumzia uharamu wa kamari. Asli ya katazo hili limeanzika ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi surati al-Ma'idah, ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min 'amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun.
Allah tabaraka wa taala anasema katika sura al-Maida aya 90, enyi wale walioamini, innamal khamru, hakika si vinginevyo, ufahamu unaotakiwa kufahamu ni huu ufuatao: pombe, wal maisir, na kamar, wal ansar, na masanamu, wal azlam, na kupiga ramli, kutazamia, rijisun, haya yote ni madhambi, ni uchafu, fajitanibuhu la'allakum tuflihun, jiepusheni sana na matendo hayo na msiyakurubie kabisa, na ikiwa mmefanya hivyo ndio itakuwa lengo la nyinyi kufanikiwa. Sasa ndugu zangu katika imani, kuna mambo hapa yametajwa, lakini maudhui yangu itachukua jambo moja tu, nalo si jingine, ni al-maisir. Al-maisir ni msamiati ambao umekuja ndani ya Qur'an ukiwa ni amma, unakusanya mambo mengi, kama anavyosema Al-Qasim ibn Muhammad al-Hanafiya rahimahullah. Huyo ni katika wale fuqaha al-Madina saba, wanachuoni saba waliokuwa katika mji wa Madina kipindi cha tabi'ina. Ni mjukuu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Anasema al-maisur kullu ma alha an dhikri llahi wa ani salah. Maisir ni msamiati ambao umekuja ndani ya Qur'an, unabeba na kukusanya maana ya kila jambo ambalo litakalo mpumbaza mwanadamu, litakalo mzubaza Muislamu asiweze kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile aipuuze swala. Hiyo itaingia katika al-maisir. Na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu katika kueleza maana, miongoni mwa maana za maisir, anasema waqad warada an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu annahu qala ash-shatranju min al-maisir. Ali ibn Abi Talib anasema shataranji ni mchezo kama vile drafti, bao na mfano wa michezo ya kete hii. Anasema michezo hiyo minal maisir, ni miongoni mwa kamari. Kwa sababu gani? Maana yake yulhi insana an dhikri rabbih wa an salat. Michezo hiyo inampumbaza mwanadamu asiweze kumkumbuka Mola wake, na vile vile aipuuze swala. Maana yake anaweza akaingia katika mchezo huo, muda wa swala ukaingia mpaka unatoka, yeye bado anapumbaza na jambo hilo. Hilo jambo litakuwa ni haramu na ni miongoni mwa maisir. Ndugu zangu katika imani, sasa tukirudi katika msingi wa maisir ambao lengo lake ni kujipatia mali, anasema waqala Musa ibn Uqba ibn Nafi an ibn Umar radiyallahu anhu qala al-maisir huwa al-qamar au qimar bikasr al-qaf. Maisir maana yake ni kamari. Huu msamiati kamari kwetu sisi wa Tanzania unafahamika. Waqala al-Dhahhak an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, al-Dhahhak ameeleza kutoka Ibn Abbas anasema al-maisiru huwa al-qimaru kanu yataqamaruna fil jahiliya. Maisir ni kamari, walikuwa Waarabu wanacheza michezo hii ya kamari ila anja al-Islamu, mpaka ulivyokuja Uislamu, fanahahu an dhalik, Uislamu ukawazuia miamala hiyo ya kamari. Ndugu zangu katika imani, Uislamu ni dini ambayo imekuja kulinda. Ukitazama yale malengo ya sheria ya Uislamu, zile al-kulliyatul khams, ikiwemo hifdhul mali, imekuja kuhifadhi na kulinda mali ya mwanadamu. Sasa mali ya mwanadamu imelindwa isitumike hovyo au kwenda mahala pasipo stahiki. Mchezo wa kamari ni mchezo ambao umekuwa ndio chanzo cha kufilisi wanadamu katika ulimwengu huu duniani. Imekuwa ni mchezo wa kudhulumiana wanadamu. Imekuwa ndio chanzo cha migongano na mivurugano katika jamii. Sasa Uislamu umekuja kuweka amani na utulivu,
umekuja kuweka maelewano kati ya mtu mmoja na mwenzie, jamii moja na nyingine, taifa moja na taifa nyingine, na dunia nzima kwa ujumla. Kwa hiyo yale yote ambayo yanayokuja kutweza mali ya mwanadamu, yanayokuja kuipoteza mali ya mwanadamu, yanayokuja kujenga misingi ya kudhulumiana katika mali za wanadamu, Uislamu umeyakataza. Ndio maana Allah akatwambia innamal khamru wal maisir. Al maisir maana yake al qimar, kwa tafsiri Ibn Umar na tafsiri ya Ibn Abbas radhiallahu anhuma. Ndugu katika imani, al maisir lughatan, katika lugha ya Kiarabu, sasa wanachuoni wa lugha wanasema maisir, neno hili katika lugha ya Kiarabu lina maana hii: huwa qimarun wa murahana. Maisiri ni kamari au murahana. Murahana maana yake ni kuwekeana dau. Mimi naweka hiki, tukifanya hivi nikishinda nachukua, au tuweke hiki ikiwa hivi nachukua au nachukua. Hii inaitwa kamari. ويطلق على جميع الألعاب التي تكون فيها مقامرة أو مراهنة. Lakini vile vile maisiri inatafsiriwa katika michezo yote ambayo inayokusanya ndani yake kupangiana dau, inayokusanya ndani yake kuwekeana dau ili mmoja anufaike mwingine adhulumike. Mchezo wa namna huo utakuwa unaingia katika maisiri, hata kama jina lake halitoitwa kamari kwa mazingira ya sasa. Katika sharia ya Uislamu anasema wastilahan, na katika sharia ya Uislamu al-qimar al-laibu muqabilun 'iwad. Kamari ni mchezo wowote ambao unaochezwa kwa lengo la kupata badala, yaani wewe unatoa kitu upate kitu kingine. Kwa mchezo wa namna hiyo utaitwa kamari. Wa ayi lu'batin ja'at baina ithnayn, na mchezo wote ambao umechezwa kati ya watu wawili, wahtawat 'ala al-mukhatara bi faqd al-mal, na ukawa umekusanya mchezo huo uhatari wa mmoja kupoteza mali yake, walmughalaba au na mwingine wakacheza kwa kushindania kitu, takunu min babi al-qimar, mchezo huo utakuwa ni katika mlango wa kamari. Sawaun istamala al-mutaqamiruna hajara an-nardi, sawa kwenye mchezo huo wale wacheza kamari wametumia kete za chess, drafti na mfano wa hivyo, au shataranj kwa maana ya drafti, au aliya nasib, au mchezo wa bahati nasibu ambazo ndiyo mahali shahidi kwa dunia yetu ya leo na ndio tutaongelea zaidi. Vile vile wa ghairihi, na michezo mingineyo ya namna hiyo. Kwa hiyo namna mtakavyocheza wenyewe hiyo draft kuna maana mbili. Kuna maana ile ya ama ya ujumla ambao ameieleza Al-Qasim ibn Muhammad Al-Hanafi, ya kuwa chochote kitakachompumbaza Muislamu au mwanadamu akaacha kumtaja Mola wake na kaisahau swala, hiyo itaingia katika maisir, katika kamari. Kwa nafsi ya draft ni sehemu ya maisir. Kisha kuna watu wanacheza drafti, bao, chess na michezo mingine, lakini wanawekeana dau, nikikufunga unaleta 10,000, ukinifunga natoa 10,000. Sasa hile ndio inakuwa ablagh, inakuwa na maana kubwa zaidi, na ndio ashaddu hurma, inakuwa ina uharamu mkubwa kabisa, kwa sababu ndani yake kuna kushindana kwa dau, mmoja anachukua mwingine anapata hasara kwenye mchezo huo. Hii ni haramu, muharrama qat'iyya, ni uharamu wa moja kwa moja katika sheria ya Uislamu. Wa min suwar al-maisir al-haditha, miongoni mwa kamari zinazopatikana katika dunia ya leo ndio hii tunasema aliya nasib, bahati nasibu, wal murahana ala sabiqat al-khuyul, kuwekeana dau kwenye mashindano ya farasi, wa ghairiha, au mashindano ya vyombo vingine vya usafiri kama mabasi, pikipiki, mbio za miguu na kadhalika. Yaani leo imefikia vijana hata wanawekecheza kamari kupitia vyombo vya usafiri.
Mtu ana beti, kwa maana tunashindana kati ya Katarama na ardhi, basi gani itawahi kufika Nyegezi. Kwa hiyo mmoja anachagua Katarama, mwingine anachagua ardhi. Itakayofika mwanzo anatoa 10,000. Kwa hiyo hii ni tamari, na wengi inafanywa, na miongoni mwao ni vijana wa Kiislamu, na mtu anachukua ile anaona ni riski ya halali, anakwenda kulisha familia. Hili ndilo jambo ambalo tunatakiwa tuonyane Waislamu, tukumbushane Waislamu wasiingie katika mifumo mibovu ya utumaji wa mali, kwa sababu ina madhara makubwa, kwanza kwenye nafsi zao, pili kwenye familia zao, tatu kwenye jamii na dini kwa ujumla. Kwa sababu dini yetu imetuamrisha tutoe katika vile ambavyo Allah ameturuzuku, lakini Allah ametuambia halala tayyiba, vilivyo vizuri vya halali. Wewe umecheza kamari, umepata kipato, unakuja msikitini uchangie umeme, hiyo sadaka unayoitoa wewe hupati kitu na unapata dhambi, lakini unatuletea msikitini vitu ambavyo vilivyoharamishwa, pato ambalo limeharamishwa kisheria. Sasa madhara yake yanakuwa ni makubwa, jamii haiendelei, jamii haijijengi katika uchamungu na kumhofu Allah, nyoyo zetu zinakuwa ni ngumu na susuwavu katika kufuata maamrisho ya Allah. Ni kwa sababu ya vipato tunavyovichuma katika maisha yetu ya kila siku. Ndugu katika imani, vile vile au musaraati aduyuk, watu wanapenda wanawekeana adau, wanacheza kamari, betting katika mapambano au ngumi, mapigano ya kuku, wanapiganisha hadi majogoo. Jogoo langu na jogoo lako, nikishinda unanipa hela, nikishindwa la kwangu. Haya yanafanyika kwenye jamii. Vile vile wal mubarayatu riyadhiyya, na mechi au michezo mbalimbali, mechi mbalimbali za kimashindano zinazochezwa. Kwa maana leo tuna mpira wa miguu, na huko ndio kuna kamari ya 100%, na hivi sasa imeenea dunia nzima, na miongoni mwao sisi Waislamu ndio tunashabikia, na sisi ndio tunaocheza kamari za namna hizo. Leo imefikia Muislamu anaamka asubuhi, anaenda kutazama chart kwamba leo kuna mechi gani, nataka ni beti hii, ni muue huyu, ni mpe yule. Yaani anapanga kabisa listi yake na ule mkeka wake, kisha anasubiri matokeo. Hii imetiki, hii nimeanguka, hii imekuwaje, mkeka umechanika. Muislamu huyo, na ikifika muda wa swala anaweka mkeka wake mfukoni, anaingia kusali. Sasa huyu ibada yake bado haijasimama. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, swala inamzuia mtu na mambo mabaya, mambo machafu na mambo maovu. Sasa ikiwa wewe ni Muislamu bado unafanya miamala, kipato chako kinakuwa ni katika misingi ya betting, ubeti ndio upate kipato, ujiongezee manufaa katika maisha yako ya kimali, wewe umehasirika dunia na akhera, kama utakapokuja kuona mafasidi akili haram, mafsadi yanapatikana kwa mtu kula mali ya haramu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia katika hadithi ambayo amepokea Imam Muslim min hadithi Buraida radhiallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, mtume amesema, man la'iba bin nardashir fakaannama sabagha yadahu fi lahmi khinzir wa damihi, atakayecheza mchezo wa nardashir. Nardashir minan nardi, nardi ndio mchezo wa chess. Chess ni mchezo unaochezwa na kete, ima zimetengenezwa kwa mbao au kwa madini ya chuma na kadhalika, iko kama draft. Sasa mchezo ule ulianza miaka mingi, una historia ndefu kuanzia India miaka hiyo ya zamani. Sasa huu mchezo malengo yake ni kuwapumbaza watu ili wamsahau Allah, wasahau ibada za Allah tabaraka wa taala. Miongoni mwao tunasema leo anayecheza bao, anayecheza draft ni kama mtu anayechezea nyama ya nguruwe na damu zake. Kwa sababu gani? Muda huo ambao wewe unaopoteza saa moja, masaa mawili huko pale kwenye bao, masaa matatu, ni muda ambao utakuja kujutia siku ya kiyama. Muda ambao ungekaa ukanufaika kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, au kwa kwenda kufanya jambo la msingi katika maisha yako duniani na kesho akhera yako, lakini umekaa pale. Mwingine ni mtazamaji tu, anatazama, anaona raha, amefungwa huyu, amefungwa yule, amefanyaje, sukuma pale. Hii michezo kwa Muislamu haifai.
tunapoteza muda, tunapoteza nyakati ya kuifanyia kazi dini na maisha yetu, tunaingia katika michezo hii. Mwisho wa siku tunakuwa ni wale kula hasara. Sisi na yule asiyekuwa Muislamu kunakuwa hakuna tofauti. Muislamu sio mtu wa kupoteza muda hapa duniani. Kila sekunde ambayo inayopita kwenye maisha yako unatakiwa uipatie faida, ima katika dini yako au katika mustawa mzima wa maisha yako ya duniani. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. إخوتي في الإيمان، tunaendelea kukumbushana jambo muhimu sana katika ulimwengu huu wa maisha yetu ya duniani. Tuko zama za mwisho, zama mbaya kabisa, zama ambazo ubepari ndio umetawala. Na ubepari maana yake ni kuchukua mali, yani ni kujilimbikizia mali bila kujalisha ni msingi gani unaopata mali hiyo kuimiliki. Ndio maana wana dunia ya leo mtu yuko tayari afanye jambo lolote hata kwa kumdhuru mwanadamu mwenzie ili yeye apate mali, ili yeye achukue mali. Sasa zama hizi ni nyakati mbaya sana. Nyakati zitakapokuwa nyakati hizi, yule anayejitambua katika Waislamu, rudi nyuma, angalia Mola wako amekuelekeza nini, wewe ndio ufuate. Ni bora uondoke duniani ukiwa unalala kwenye kibanda cha miti, ukiwa unalala chini, unakula mlo mmoja kwa siku, lakini umesalimika na kipato cha haramu, lakini umesalimika na chumo la haramu. Kwenda katika chumo la haramu kuna kuharibia dini yako, nafsi yako, familia yako na kila kitu kwenye maisha yako. Hadithi ambayo nilianza nayo mwanzo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza katika hadithi ya Abu Huraira, ipo katika sahihi Muslim. Hadithi ile inaeleza inna Allaha tayyibun la yaqbal illa tayyiba, kisha thumma dhakara rajulan yutilu safara, kisha Mtume sallallahu alimtaja bwana mmoja aliyesafiri maili nyingi sana, safari ndefu. Ash'atha aghbara, mtu huyu alikuwa kutokana na safari yake hajapata muda mrefu kupumzika, aoge, achane nywele zake, nywele zimetibuka, mwili umejaa vumbi. Yamudhi yadaihi ila samaa, mtu huyu anafikia mahala anaanza kumuomba Mola wake, anainua mikono juu, ya Rabbi ya Rabbi, anaomba dua. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia wa mashrabuhu wa ta'amuhu haram wa malbasuhu haram, wa ta'amuhu haram wa sharabuhu haram wa malbasuhu haram, fa anna yustajabu lidhalik. Mtu huyu anapoinua kuomba dua, wakati huo chakula alichokula tumboni mwake ameshiba, kimetokana na haramu. Ni beti, ni dhulma nyingine, ni rushwa, wizi, kupunja watu kwenye vibaba, kwenye maduka yetu na kadhalika, kumlaghai mtu, utapeli ambao umekithiri hivi sasa. Uona mtapeli mwenzio unafurahi, nimempiga yule mjinga, kumbe umejipiga mwenyewe, utakwenda kuungua katika moto wa jahannam. Sasa tumbo lake limejaa haramu, kinywaji chake alichokunywa ni cha haramu, maji uliokunywa umenunua kwa pesa ya haramu, kisha nguo ulizovaa umenunua kwa pesa ya haramu. Waghudhiya bil haram, vile vile umekuzwa wewe na kukuna umekuzwa dogodogoni kwa kula haramu. Fa anna usajabu lidhalika, vipi dua hiyo itakubaliwa? Hii ni kiasi ambayo unakuja hapa wewe unasali, lakini nguvu za kuleta msikitini na kuswali na kuomba dua, shibe ulionayo umekula riziki ya haramu, vipi swala yako Allah ataikubali? Inna Allaha tayyibun la yaqbal illa tayyiba. Nguo ulizovaa ni nguo za haramu, ulimdhulumu mtu pesa yake ukaenda kununua nguo, unakuja kuswali nayo hapa, Allah atakubali vipi swala yako? Kwa hiyo mafsadi yanaanzia hapo, maana ibada unazifanya ghairu makubula, Allah hana haja nazo. Sadaka utakayotoa Allah hana haja nayo. Chochote utakachokifanya Allah hakubariki. Unawapelekea familia, unamlisha mwanao toka mdogo, unamlisha riziki za haramu.
mpaka anakuwa mkubwa. Ndio maana hata ukimwelekeza katika dini hawezi kufuata, kwa sababu moyo wake umeshakuwa mgumu kwa kula haramu. Mke hawezi akakutii kwa sababu unaamrisha haramu. Kwa nyumba yako inakuwa ni nyumba ambayo haina amani, nyumba ambayo haina utulivu kwa sababu ya haramu. Tukija kwenye jamii ndio tunavyoona maisha yalivyo, kwa sababu asilimia kubwa tunakula na kutumia riziki za haramu. Mtu anajenga nyumba nzuri, ana kipato kikubwa, lakini msingi wa kipato kile ni haramu, na wewe unatamani uwe kama yeye. La hasha Muislamu. Kwa hiyo jambo la kwanza, mtu dua yake haiwezi kukubaliwa au matendo yake hayakubaliwi. Lakini mwisho kabisa mtu huyu atakwenda motoni, kwa hadithi aliyoeleza sahaba Ajra radhiallahu anhu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Ka'b ibn Ajra, la yadkhulu aljanna, hawezi kuingia peponi, man nabata lahmuhu min suhti, mtu ambaye amenenepa nyama za mwili wake kutokana na haramu, hatoingia peponi. Fannaru aula bihi, moto unastahiki kwenda kuunguza nyama hizo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hadithi hii sahihi amepokea Imam Muslim. Kwa muktadha huu, jielekeze kwa Mola wako, na kama moja katika vipato vyako vinatokana na haramu, jivue na utubie toba ya haki, kwa sababu ibada zako hazitokunufaisha muda wa kuwa bado upo katika tumbo la haramu. Sadaka yako haitokubaliwa, zaka yako haikubaliwi, mfumo mzima wa maisha yako, ibada zako zitakuwa ni mushkeli, Allah hawezi kuzikubali. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, turejee kwa Mola wetu, tujifunze dini yetu, kitabu muamalat, tujifunze mifumo mizima ya miamala katika dini yetu. Biashara zipi ni halali, biashara zipi ni haramu, mifumo gani ya uchumaji wa mali ni halali, mifumo gani ya uchumaji wa mali ni haramu. Leo tumewekeza katika kubeti. Mtu ana beti, makampuni mengi anayo mikeka yake na beti. Kwa katika imani, tutoke huko, tutubie kwa Mola wetu ili tupate kunufaika. Angalizo, sisi hapa Tanzania vijana wengi wa Kiislamu tunawaona wamevaa jezi za vilabu, ndani ya jezi zile wanatangaza kama XBet, MBet, SportPesa na betting zote ambazo zimefadhili vilabu hivi vya mpira. Wewe unapovaa hiyo jezi na kila mtu akaisoma, wewe unalaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu unatangaza uovu. Jambo ambalo Allah ameliharamisha, wewe unawatangazia watu walifanye. Na yeyote ambaye atakaye saidia kueleza maovu, kama sharika la, anakuwa sambamba na yule anayefanya yale maovu. Mzani wako katika maovu unalingana na yule anayefanya maovu. Hata kama wewe huchezi beti, ufanye miamala hiyo, lakini unavaa jezi imeandikwa SportPesa, jezi imeandikwa MBet, jezi imeandikwa SportBet, jezi namna hiyo zote kwa Muislamu ni haramu kuvaa. Kwa Muislamu ni haramu kuzitendea kazi jezi namna hiyo au kuzishabikia. Wabillahi tawfiq wal afu minkum. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والكافرين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين. عباد الله، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.